Mheshimiwa, habari yako? Salama tu. Hongera sana kwa siku ambayo umeisubiri kwa hamu sana. Kwa kweli nashukuru sana. Yamkini Watanzania ambao wanakutazama kwa sasa wanatamani kukufahamu ni nani na ulikuwa unachukua nini? Labda ni degree, ni PhD au ni nini mheshimiwa, tufahamu. Wow, baraka hizo. So kwa majina mimi naitwa Sira Masebo na nimegraduate masters ya muziki siku ya leo. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa kuniwezesha. Safari ilikuwaje ya postgraduate? Ilikuwa vipi? Safari kwa kweli ilikuwaje ni swali gumu, lakini ni swali jepesi pia, kwa sababu naweza kusema yote kwa yote Mungu tu ndo anatusaidia, kwa sababu shule sio kitu rahisi, lakini Mungu anatusaidia. Tunakutana na watu sahihi wanaoweza kutusaidia na kutupa mwongozo wa namna ya kufanya mambo, namna ya kufanya research, namna ya kufanya coursework. Baadaye unajikuta umehitimu tena umefaulu vizuri na mambo yamekuwa vizuri kama hivi. Na katika mapambano yako ni kitu gani cha kushangaza au cha kuchekesha ulichopitia kipindi unaipambania hii postgraduate kwenye swala zima la muziki? Kipindi cha kitu cha kushangaza na kufresh. Okay. Kwa kweli hili swali sijui nilijibu vipi. Lakini okay, kitu ambacho ni cha kushangaza ama nimeweza kujua vitu vingi sana katika tasnia yangu ya muziki ambavyo nilikuwa sivijui. Unajua, wakati mwingine tukiwa tunaongea mtaani ni tofauti na tukifanya studies ama tukifanya research. Mimi nilikuwa nafanya study kuhusu matumizi ya muziki wa mapiano, matumizi ya samples za muziki wa mapiano kwenye muziki wa Injili. Kwa hiyo katika kustudy hivi vitu nimekuja kujua vitu vingi sana ambavyo ni nje hata ya study. Kwa hiyo ni kitu ambacho sikukitegemea kama kitakuwa hivi. Kusema kwamba study moja ingeweza kuzaa hata study 3. Yaani hichi nilichokifanya ningeweza kuandika hata nipate masters zingine 2. Lakini vitu inabidi ni stick na nilichokuwa nacho mwanzo, lakini hichi ni kitu ambacho for sure ni kitu kikubwa na ni kitu cha kushangaza. Na katika kuandaa hizi project na research, yani kitu gani ambacho kilikukomaza zaidi kipindi ambacho unafanya research ya huu muziki wa Injili kwenye masuala mazima ya amapiano? Kwa kweli kitu kilichonikomaza ni changamoto. Yaani zile changamoto unaweza kukutana nazo wakati wa research ama kabla au after, ndizo ambazo nahisi au naona kwamba zimenikomaza, zimenitea ukomavu. Kwa mfano, masuala mazima watu tunajua swala la lack of fund ni jambo ambalo ni common. Lakini pia kukutana na watu ambao hawako tayari kukupa majibu. Wanajua majibu lakini either hawataki kwa makusudi yao, kwa mapenzi yao, au hawataki kwa sababu zao binafsi zozote, au kwa sababu za taasisi, lakini wanajua vitu lakini hawataki kukuonesha ushirikiano. Wakiamini kwamba hicho unachoenda kufanya labda unaenda kupiga hela au namna gani. Kwa hiyo katika kuyafanya hayo kumenikomaza, lakini pia kitu kingine, unaenda kufanya research, unakuja kuandika, unagundua kwamba kuna kitu kimemiss. Yaani kuna kitu inabidi tena urudi kufanya, tafute respondents, waulize tena maswali. Kwa hivyo vitu kama hivyo vimenifanya nikomae kwa maana ya namna ya kufanya data analysis ama kuchambua vitu, hoja zile ambazo watu wanaziongea. Nimefurahi sana. Na ukija mtaani huko bana, kuna swala zima la masters na postgraduate, watu wanasema ni mboga au ni bonus. Je, haya maneno kwako kama msomi ambaye tayari leo umegraduate na kupokea masters, una kitu gani cha kukielezea? Masters ni mboga, PhD ni kama bonus. Nafikiri labda sijajua wanaosema hivyo wanalenga nini, lakini kitu cha msingi naweza kusema masters ndio level pekee ambayo inampa mtu uwezo wa kujijengea, uwezo wa kujitegemea. Kwa hiyo mtu akija kwenye PhD tayari kama alifanya masters vizuri au alifanya masters yake katika ubora, tunategemea PhD haitamsumbua. Sijafanya PhD, siwezi kusema hivyo. Huenda waliofanya PhD wakawa wananishangaa. Lakini nimesikia watu wakisema kwamba kama ukifanya PhD vizuri kwa kufuata misingi yote ya utafiti, ukija kwenye PhD unakuwa na mwanga mzuri, kwa sababu kwenye PhD labda watu muda mwingine hawafundishwi kabisa, wanakuacha ufanye kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo ile kitu inakuwa tayari masters imekujenga vizuri, inakurahisishia safari yako ya kwenda kwenye PhD. Na umezungumzia kwenye swala la muziki kwamba umenaniliki kwenye ubobea kwa kuchukua masters. Kulikuwa kuna haja gani ya kusomea muziki kati muziki tuko nao around the world, kila sehemu tunakuwa tunasikiza muziki, tunafanya hivi muziki. Kwa nini wewe ukaamua kuingia kusomea muziki? Na kwa nini usikilize tu mtaani na ikaishia hivi? Kwanza mimi kwenye muziki nafanya vitu vingi. Nafanya instruments sana, lakini nafanya music production, instrument kwa maana ya magitaa, vinanda napiga. Lakini pia nafanya production, ni music producer.
naweza kuzalisha kazi mbalimbali za sauti. Kinachofanya nije kusomea ni kwa sababu kwanza ku add value ya kile ninachokifanya, nikifanya professional. Kwa hiyo mtu akiona kwenye CV yangu na masters ya muziki hawezi kuchukulia rahisi, hata ongelea tena shilingi 20,000. Tutakuwa tunaongelea pesa nyingi kama tunafanya kazi za mtu na mtu. Lakini pia mimi nilikuwa na malengo ama nina passion ya kuwa academician. Kufanya kazi kwenye taasisi za vyuo au za kitaaluma kama chuo. Unaona, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwangu kufikiria kusoma masters kwa sababu ni kitu ambacho kingenirahisishia kupata safari yangu ya kuwa academician, hatimaye nichukue PhD na majali wa Mungu huko mbele tutaka kuendelea. Kazi hapo. Je, degree yako ya kwanza ilikuwa ni muziki au ulibadilisha baadaye? Kaka, mimi ni in music kila kitu. Kwa hiyo hata form 5 na form 6 nitamani iwe in music. Lakini nilifanya bachelor ya muziki, bachelor of art in music, and this is masters of art in music. Kwa hiyo kila kitu ni in music. Na wengi wao wanauliza kwa nini unafanya in na sio with? Sababu pia hapa around hatuna hizo courses za with na in, ili mtu ukibobea kwenye jambo fulani ubobee kweli kweli. Sasa tunapata mtaalamu wa muziki, maana yake ni mtaalamu wa muziki, anafanya muziki. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwetu hata tukiwa nataka specialist wa muziki tunaweza kumpata kwa namna hiyo. Na ilikuwaje wakati unawaambia wazazi nataka nikasomee muziki? Hapa nginja katikati ilikuwaje? So interesting story kwa sababu hata babangu mzazi, babangu anapiga gitaa. Babangu anaitwa Nyilu Masebo, ni mpiga gitaa, wale wanaomfahamu. Piga gitaa mzuri sana. Hata mimi naweza kusema napiga gitaa lakini sijamfikia yeye. Hakuwahi kupenda mimi kufanya muziki wala kupiga gitaa wala kufanya kusoma muziki. So ilikuwa the time nimaliza form 6 naambia mzee nataka nikasome muziki. Kwa kweli hakunielewa. Aliona kama nimechanganyikiwa. Kwa sababu watu wengi mtaani wanawaambia mtoto anaenda kuwa muhuni, mtoto alikuwa anaomba ushauri nafikiri. Lakini kumbe baadaye nikaja kujua wasiwasi wake ulipokuwa, lakini baadaye nilipokuja tukaelekezana, nafikiri kuna watu wengine wakawa wamemshauri. Siku moja akaja nyumbani akaniambia, mwanangu, mimi nimekuruhusu kwa moyo mweupe na nitafurahia utakachokuwa unakifanya kwa maana ya muziki. Na for sure tangu nimekuja chuo mwaka wa kwanza mimi ni mtu wa exposure sana. Nje nimeshaenda nchi za nje nyingi tu kupitia kufanya degree. Wakati wa masters pia nimeenda mpaka Ulaya. Kwa hiyo wakiona hivyo vitu ni steps za kuelekea huko tunakokufikiria. Yamkini mdogo wako amemaliza form 6 sasa hivi. Anatamani namkini kusomea muziki. Au kuna kozi tu nyingine lakini aliposikia muziki anaona kama kuna fursa hivi, umpe kidogo utondozi ili yamkini akasomea muziki na yeye. Mimi nafikiri ukishaona una kipaji kama hicho cha muziki, sio muziki tu, sanaa yoyote. Muziki, kuna watu wana vipaji vya filamu, wanapenda kutengeneza filamu au wanapenda kuigiza, kuna kozi za theater, creative arts na vio vingine ambavyo vinatoa hizi courses. Please, nenda kwenye kipaji. Kipaji kinalipa. Kipaji chako ukijumlisha na elimu ama taaluma, basi unafanya wonders. Unafanya wonders. Sasa mambo ambayo mimi nimeyafanya baada ya kusoma, nafikiria nisingeweza kuyafanya. Kwa hiyo nashauri kama mtu unajiona una kipaji cha muziki, chukua hatua ya kusoma muziki. Hata kama ni certificate, diploma ama degree, hautajutia. Ni kitu fresh sana, ni kitu kizuri sana ambacho nafikiri hautajutia. Yaani elewa maana ya neno hautajutia. Siwezi kueleza faida zote lakini hautajutia kusoma muziki. Nafikiri jambo kubwa ni kwamba hautajutia ukasomea muziki kama wewe unapenda muziki. Basi ni hayo yanapatikana ndani ya Student Connect. Tulikuwa na mheshimiwa ambaye leo ametunukiwa na tunasema masters yake kwenye swala zima la muziki. Bana, unatamani kusoma muziki? Hakikisha kwamba unaipambania ndoto yako na inakuwa. Hii ni Student Connect.